Wayahudi wanaendeleza mateso dhidi ya Waarabu walio katika eneo la Ukingo wa Magharibi huko Palestina. Taarifa zinaeleza kwamba makumi ya walowezi wa Israel wanafanya mashambulizi ya kuchoma moto eneo la kilimo katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Hii ilitokea pia hata siku ya jana Jumanne jioni, kulingana na wanaharakati wa Kipalestina katika eneo hilo, na kuashiria shambulizi la hivi punde katika kile ambacho kimekuwa kukithiri kwa ghasia za walowezi. Walowezi wa Kiyahudi wamekuwa wakifanya mashambulizi hayo, ambapo baadaye huwa wanasaidiwa na jeshi la polisi la Israel, ambapo wamekuwa wakiwafukuza raia wa Kiarabu wa Kipalestina katika maeneo hayo na hivyo kuanza kuyakalia. Huo ndio mpango ambao unafanywa na serikali ya Israel katika kuteka maeneo mengi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Palestina na hata ilivyo huko Syria. Shambulio hilo lilitokea katika mji wa Beit Lid mashariki mwa Tulkam na kuharibu kijiji cha Deir Sharaf Bedouin na kiwanda cha maziwa cha Al Junaid. Video zinaonyesha na wakazi waliambia shirika la habari la CNN. Picha zilizopatikana na CNN zinaonyesha moshi ukitanda katika eneo hilo, huku wanawake wa Kipalestina wakisikika wakipiga makelele kwa nyuma na wanaume waliokuwa wamebeba vizima moto na ndoo za maji wakihaa kuzima moto huo. Video pia zilikuwa zikionyesha lori linalozima moto, mahema na shela za chuma na madirisha ya gari yaliyovunjwa. Wakazi wanasema ulinzi wa raia wa Palestina na wazima moto walifika eneo la tukio takribani saa moja baada ya moto kuanza. Hata hivyo, inaonyeshwa walowezi wakiteremka katika milima kuelekea katika kijiji cha Bedouin kwa ajili ya kuwashambulia wa Palestina. Shambulio hili ni la hivi punde zaidi katika kuongezeka kwa ghasia za walowezi dhidi ya Palestina katika Ukingo wa Magharibi, ambazo zimekuwa zikitokea karibu kila siku tangu katikati ya Oktoba. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita inadai kuwa walowezi wa Israel walianzisha mashambulizi 264 mnamo mwezi wa Oktoba, idadi kubwa zaidi tangu Umoja wa Mataifa uanze kufuatilia matukio tangu mwaka 2006, huku msimu wa mavuno ya mizeituni mwaka huu ukigubikwa na ghasia kali. Wakati wa Palestina wakiendelea na uvunaji wa zaituni, kumekuwa na ghasia ambazo zimekuwa zikitendwa na Israel. Hata hivyo, waziri wao wa fedha Bezalel Smotrich katika siku za hivi karibuni alionekana akiambatana na baadhi ya walowezi katika maeneo mbalimbali huko katika Ukingo wa Magharibi, wakiwasukuma na kuwaondoa wa Palestina katika maeneo yao. Picha za CCTV za tukio la uchomaji moto zilizopatikana na CNN kisha zinaonyesha walowezi hao wakishambulia kiwanda cha maziwa, wakirusha virungu na kuchoma moto magari yaliyokuwa yameegeshwa. Moja ya magari ni pamoja na lori la mizigo lililo na nembo ya kiwanda cha maziwa linaloonekana kuwaka kabisa na wingu zito la moshi mweusi ukipanda kutoka humo. Gilad Karif, mbunge wa Israel kutoka chama cha mrengo wa kushoto cha Democratic, alishutumu mashambulizi ya walowezi kupitia katika ukurasa wake wa X, akisema lengo lao ni kuasha intifada ya tatu ambayo italeta IDF, kwa maana vikosi vya ulinzi vya Israel, kufanya kazi kwa njia inayokumbusha operation huko katika ukanda wa Gaza. Hatua hii itagharimu maisha ya mamia ya wanajeshi na raia wa Israel na maelfu ya Wapalestina, alisema. IDF ilisema itatuma wanajeshi wake katika eneo hilo kufuatia ripoti ya makumi ya raia wa Israel waliojifunika nyuso zao ambao waliwashambulia Wapalestina na kuchoma moto mali katika eneo hilo. Hata hivyo, pale ambapo Wapalestina wamekuwa wakijibu mashambulizi, Israel imekuwa ikiingiza wanajeshi wake wa IDF kwa ajili ya kuanzisha vita, huku wakiamini kwamba raia wao wameteswa na Wapalestina, lakini matatizo huanzishwa na Wayahudi wenyewe. Wakati wa tukio hilo, Wapalestina 4 walijeruhiwa na kuhamishwa kwa matibabu. Vikosi vya usalama vilifanya kazi ili kuwatawanya makabiliano hayo kwa kutumia njia za kutawanya ghasia na kuwakamata raia kadhaa wa Israel, IDF ilisema katika taarifa, huku walowezi hao pia waliwashambulia wanajeshi na kuharibu gari la kijeshi la Israel, IDF ilisema. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii ni mipango inayofanywa na walowezi mara kwa mara ili kuteka maeneo mengi zaidi katika eneo la Ukingo wa Magharibi, ili baadaye serikali ingilie kati na mwisho wa siku kuyachukua na kuyaweka kwao.
Polisi wa Israeli walisema kuwa wamewakamata washukiwa 4 wa Israel na kuwahamisha kwa ajili ya mahojiano kufuatia ghasia hizo. Wachunguzi wa polisi pamoja na vikosi vya usalama kwa sasa wanakusanya ushahidi katika eneo la tukio, ikiwa ni pamoja na nyaraka, taarifa za mashahidi na matokeo ya uchunguzi. Shambulizi la uchomaji moto ni la hivi punde zaidi katika kile ambacho kinatajwa kipindi cha vurugu katika ukingo wa Magharibi wakati wa mavuno ya zeituni. Siku ya Jumamosi, takribani watu 10 walijeruhiwa katika shambulizi lingine lililofanyika katika kijiji cha Beita wakati wakulima wa Kipalestina walikuwa wakivuna zeituni, wakiwemo madaktari 3, wanahabari 4 na wanaharakati 3, kulingana na mwanaharakati wa Israeli Jonathan Pollack ambaye alikuwepo na yeye mwenyewe kujeruhiwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.